Bado tukiendelea, sekta ya elimu nchini imeingia katika kipindi muhimu baada ya kundi la kwanza la wanafunzi wa mtaala wa CBE kujiandaa kufahamu ni mikondo upi wamepangiwa. Matokeo ya KJSEA yanabadilisha jinsi mafanikio yanavyofafanuliwa, huku mamlaka zikiwahimiza wananchi kuepuka taarifa za kupotosha wakati zinaendesha zoezi la kitaifa la upangaji wa wanafunzi milioni 1.1 likihakikisha mpito kamili. Ann Musungu na kina cha taarifa hiyo. Baraza la Kitaifa la Mitihani nchini Kenya (NEC) limeonya shule dhidi ya kusambaza uchambuzi wa kupotosha na usio sahihi wa matokeo ya tathmini ya KJSEA. Limesisitiza kuwa tofauti na mfumo ya awali, KJSEA haina alama ya jumla, kwani mfumo wa CBE unalenga kukuza uwezo wa kila mwanafunzi mmoja mmoja. Kila somo hupimwa kivyake, huku matokeo yakiripotiwa kwa viwango vya ufaulu badala ya upangaji wa nafasi au jumla ya alama. Wakati huo, zoezi la kuwaweka wanafunzi hawa milioni 1.1 katika mkondo wa masomo watakaojiunga gredi ya 10 limeanza rasmi, ambapo kila mwanafunzi atafahamishwa kuhusu mkondo na shule ya sekondari alikopangiwa. Serikali imetoa hakikisho la mpito wa 100% kwa kila mwanafunzi. We place the students to the schools that they have selected. And for us to be able to place these students equitably, we have adopted the CRA formula of revenue allocation to be able to distribute as fairly as possible. Uamuzi wa upangaji utazingatia alama za makundi za mwanafunzi katika kila mikondo mbalimbali, pamoja na vipaji na mapendekezo waliochagua awali. Wanafunzi wanatarajiwa kupangiwa mojawapo ya njia 3: STEM inayojumuisha sayansi halisi, sayansi tumizi na masomo ya kiufundi; sayansi za jamii zinazohusisha lugha na masomo ya elimu ya jamii; pamoja na sanaa na michezo zinazounganisha taaluma za ubunifu na sayansi ya michezo, ili kukuza vipaji na mwelekeo wa kitaaluma. Wizara imeeleza kuwa baada ya zoezi la upangaji kukamilika, wanafunzi watapewa kipindi cha wiki 2 kubadilisha njia walizopangiwa. Mabadiliko haya yatapaswa kuidhinishwa na wizara na yatawasilishwa kupitia kwa mwalimu mkuu wa shule waliosoma mwanafunzi katika ngazi ya sekondari msingi. Learner who might feel they've been placed in the wrong pathway or in the wrong school and wish to transfer or change, that space is available for the next 2 weeks. Wanafunzi wanatarajiwa kuripoti katika shule za sekondari tarehe 12 Januari kuashiria mwanzo rasmi wa awamu yao mpya ya masomo wanapoingia kikamilifu katika ngazi ya shule ya upili chini ya mfumo wa CBE. Ann Musungu, KTN, Nairobi.